بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. Tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa mara nyingine kutuwafikia kufikisha hata kama ni kichache tulichoamrishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala tulipoambiwa balighu anni walau aya au walau bi aya, fikisheni waja wema kutoka kwangu mimi mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama ni aya moja ifikishe. Pengine yule mwenye kufikishiwa ataelewa, atatoa natija mzuri zaidi kuliko wewe uliofikisha. Mimi naweza kuwa nimebeba fikri, nimebeba elimu, nikamfikishia mwenzangu mdogo wangu kwa umri na kwa elimu, akatoa natija kubwa zaidi kuliko mimi. Kwa hivyo tufikishe mwito wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tutangaze kwa wanadamu wote kwamba kuna vita vikubwa ulimwenguni kati ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na Iblis ambaye ni shetani. Mola ana wakilishi wake amewaweka, yani Mola ana watumishi wake, sio wakilishi, ana watumishi wake amewaweka, miongoni mwao ni mitume wake kuanzia Adam mpaka Sayyidina Muhammad. Na Ibilisi ana arshi yake, ana ufalme wake ameuweka, ana wasaidizi wake, ana watoto wake, ana vipenzi vake. Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi katika vipenzi vake, tuwe maadui kwa huyu Ibilisi, kwa huyu shetani, ili tutengeneze ulimwengu. Syllabus ya Mola yatengeneza ulimwengu. Muumini astarehe, yani Muislamu, na asokuwa Muislamu astarehe, ikifuatwa syllabus ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na tutatoa baadhi ya aya za Qur'ani, au tuweza kuzitaja zile aya za Qur'ani zilivyoeleza kuhusu ubaya wa kunong'ona, na ahadithi za Bwana Mtume ubaya wa kunong'ona, na hikma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kutangaza tukome kwa haraka, yani tukome kwa haraka, ili jambo tuliache la kunong'ona ovyo ila kwa dharura. Yani kunong'ona ni kitu kimewekwa ni ruhusa, si azima. Yani ni kitu kicharuhusiwa kwa dharura fulani, yani kwa limit fulani. Mwenye tabia ya kupenda sana kunong'ona huwa si mtu mzuri, kwa sababu hiyo ni nature psychological, yani si kitu kizuri. Sasa wanazuoni wa saikolojia kama tulivyotanguliza mwanzo ni kwamba siku zote huwa mtu, yani ule unampiga vita, wampiga vita ili aache ile itikadi yake akufuate wewe, au wataka kumchefua yule ambaye wewe wampiga vita ili awe kwako, ima kwa uongo au kwa vita vya kisaikolojia au mfano wake mwingine. Kwa hivyo leo tutazitaja aya, muzisikilize kwa makini au tusikilize kwa makini tupate kuelewa undani wa shari ya kunong'ona. Aya ya kwanza, Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani yake, nahnu a'lamu bima yastami'una bi la yastami'una ilayka wa idhhum najwa idh yastami'una ilayka wa idhhum najwa. Yani Mola Subhanahu wa Ta'ala amfahamisha mtume sisi, yani Mola Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume, mimi najua zaidi kile wanachokisikiliza. Yani hao Mayahudi ama hao wanafiki wasikiliza nini kwako wewe, wana target gani, wana vita gani ambavyo wataka kupiga. Yani wataka kujua tu hapa kuna jambo gani laendelea, lakini nia zao si kutengeneza ulimwengu. Nia zao ni kuitengenezea wenyewe economy yao, kutengenezea wenyewe sifa zao za uongo, na tumeeleza ile maana ya vita vya kisaikolojia. Sasa Mungu atuambia nahnu a'lamu bima yastami'una bi idh yastami'una ilayka, pale walipokuwa wakikusikiliza wewe, wa idhhum najwa, na wao wanong'ona, yani waambiana hapa huyu tutamvunja kwa jambo fulani, huyu tutafanya jambo kadhaa. Kwa hivyo nia yao sikuunga ile kamba au ile syllabus ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, bali malengo yao ni kuvunja, kwa sababu
Tuchukue mfano mmoja tu, walijenga msikiti hawa wanafiki na Mayahudi, walishirikiana. Mola akatuambia alladhina takhadhu masjidan dhiraran wa tafriqan bainal mu'minin, yani wale waliojenga msikiti. Si kila mwenye kujenga msikiti huwa ana nia nzuri, kama vile ambavyo si kila mwenye kukaa na mtume ana nia nzuri. Alladhina takhadhu masjidan dhiraran, msikiti wa kudhuru, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu. Alladhina takhadhu masjidan dhiraran wa tafriqan bainal mu'minin, yani msikiti wa madhara na kuwapambanua, kuwagawanya Waislamu. Kama ulimwengu nafikiri tuwaelewa vizuri vema kabisa. Nenda zunguka ulimwengu mzima ulipotawaliwa na Uislamu. Nukta muhimu, zunguka ulimwengu mzima ulipotawaliwa na Uislamu, watu wote walikuwa na starehe. Mmoja mwanamke, Saidna Amr ibn al-As alipoingia Misri kufutahi Misri, yani kuitia katika Uislamu Misri, kuna mwanamke mmoja, huyu Saidna Amr ibn al-As alipata ardhi ilikuwa ni ya mwanamke mmoja, yeye akaitia katika msikiti. Yule mwanamke akasikia sifa za Saidna Umar ibn Khattab, kwa sababu alikuwa ni wakati wa ukhalifa wa Saidna Umar ibn Khattab. Akaandika barua akampelekea Saidna Umar ibn Khattab. Subhanallah, amwambia nyinyi Waislamu kama muna haki basi na sisi tusikose haki. Lakini Saidna Umar hakuwako wala hayajui. Alipompelekea ile barua, Saidna Umar mwanzo akalia, akahuzunika sana. Governor Amr ibn al-As ni governor, yuko Misri, Egypt. Yes, Saidna Umar ndio khalifa wa Waislamu, ndio kiongozi mkuu wa Waislamu. Akaandika neno moja tu, akamwandikia ule Kaisar wa Iran, alikuwa mwadilifu kuliko wewe Amr ibn al-As, kuliko sisi yani Waislamu. Yani kuna kiswa kirefu, yule alikuwa kuna mwanamke alikuwa ametukuliwa ardhi yake, akawa hajapata haki yake, akapewa haki yake zaidi ya haki yake. Sasa Saidna Umar ibn al-Khattab akamwandikia hivyo tu. Yule mwanamke ataka shanga maneno gani huyo ameandika. Alipokwenda kumpelekea Saidna Amr ibn al-As, akamuona vile alivyobabaika na alivyoingiwa na hofu, akasema basi hukunifuata mimi, hukuniambia mimi, mbona kunitongea, sijui mimi nitapata nini. Akamwambia la, mimi sikumwambia maneno mengi, nataka haki yangu tu, ardhi yangu na msikiti vile mmeujenga basi kadha. Basi na Amr ibn al-As akamuelezea kisa mwanamke, lakini si pale pake hapa leo, lakini kuonyesha kwamba sisi tuwafaa kuwa waadilifu zaidi. Sisi Waislamu chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwafaa kuwa na wanadamu zaidi na kuwa na uaminifu zaidi na kuwa na ukweli zaidi kwa Waislamu na wasio kwa Waislamu. Tena Muislamu akimkosea sio kwa Muislamu huadhibiwa vibaya katika sheria ya Kiislamu. Sasa zungukeni ulimwenguni, mfike paka Spain, mfike paka Jerumani, mfike paka Egypt. Uislamu uliingia kwa amani, haukuingia kwa vita. Vita kawaida lazima vitokee kwa sababu ya wanajeshi. Hapa kuna KDF, Tanzania kuna TDF, kuna Uganda kuna UDF na wengine, kila mmoja na sampuli yao. Lakini kuhusu dini na uadilifu hakuna kama Uislamu. Sasa hawa Mayahudi na wanafiki walikuwa wakienda kwa mtume wakisikiliza maneno kisha wakiyapotoa. Maneno mazuri wakiyafanya mabaya, na mambo mabaya wakikatazwa wao hubadilisha ile game. Kwa hivyo wakajenga msikiti, wajua watapata kuwalaghai wale watu wa pesa wa kuamini, na wakawapata, wakawatia fikra mbaya, wakataka kuharibu, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala akaamrisha uvunjwe ule msikiti. Lakini tabia zao ni mnongono. Aya ya kwanza ni hiyo tunaisoma, nahnu a'lamu bima yastami'una bi, sisi tunajua kile wanachosikiliza, lengo lao nini, kama alivyotuambia mayakunu min najwa thalatha nyuma. Kisha akatuambia yastami'una lika ya idhhum najwa, na wao nongona. Usifikiri wakusikiliza wewe tu ama wataka kuongoka hao, ingawa wewe wapendelea khairi lakini hawana nia nzuri. Kisha Mola akatuambia aya nyingine, ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabiuhum, hii tumesoma nyuma. Na nyingine tuambia la khaira fi kathiri min najwahum, hakuna khairi katika minongono yao mingi, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahi bainan nas. Pia tumeeleza hii kwamba ni mnongono unaofaa. Aya nyingine tuambia alam ya'lamu, kwani huyo Ibilisi na wafuasi wake hawana habari kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ajua siri yao na dhahiri yao. Alam ya'lamu, kwani hawajui wao anna Allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum,
kwamba Mola ajua ile siri yao na ile minongono yao wanaonongona. Wa inna Allaha allamul ghuyub, na Mola ni mjuzi wa mambo ya ghaibu yale ambayo hayajulikani. Pia Mola tuambia fatanaza au amdahum bainahum wa asarru najwa, wakawa washindana, wavutana, yani wapingana na wakazungumza siri, wakanongona. Yani ule mnongono ni tabia zao. Kila mtu wa shari apenda kunongona. Kuna kitu chaitwa shafafia. Nukta muhimu, wenye kunongona sana hawana tabia shafafia, yani transparent. Transparent ndio jambo ambalo laika kila kitu wazi, kila kitu kwa wazi na transparent. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda hivyo, yani kila kitu kiweka wazi. Kwa mfano mmoja tu, kuna wakati aliamrishwa na Mola subhanahu wa ta'ala agawanye ile ngariba, yani ghanima, ile pato walolipata katika vita, awagawanyie wale maskini wa Maka. Yani wale waliotoka Maka wakaacha majumba yao, wakaacha mali yao, wameingia huku Madina na ufukara. Mtume akawagawanyia wale Madina, lakini yeye hakuchukua, wala mtoto wake hakumpatia. Hakumpatia Fatima wala hakumpatia Ali, akawapatia wale alfukara au almuhajirun, wale wanahitajia zaidi. Wote wahitajia, hata binti yake Fatima, hata Ali pia hitajia, lakini kwa sababu hawa wako karibu zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwapatia hawa, akawapatia wale muhajirin. Hawa watu wa Madina wakaanza kutiwa fikra mbaya na wanafiki na Mayahudi. Mumemuona sammin kalbaka, sammin ya kalbaka yaakuluka. Wakawasema msemo muhimu, yani msemo maarufu katika na hao, yani muandishe mfanye anenepe au mnenepeshe mbwa wako, donki wako, kisha takula. Yani wakanena maneno machafu wanafiki na Mayahudi. Mtume ikamfikia hiyo habari, wakapata maswahaba wakamfikishia Mtume. Akawaita Mtume, akamuita Saadi, akamwambia Saadi, nimepata habari kadha 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 kwamba watu walaumu vile nimefanya, na wewe pia mvipi? Akamwambia na mimi pia Rasulullah, niko na kaumu zangu, na mimi huwa lazima niwe na wao, wakiumia psychological na mimi pia naumia. Ni mnongono imeanza hiyo, ndio imeumiza jamii. Haya, Mtume akamwambia basi waite wote. Wakaitwa wale Answari, yani watu wa Madina, ambao ndio wenyeji wa maswahaba wa Muhajirin, ndio wenyeji wa Mtume. Akawaita Mtume, akawaambia nimesikia malalamiko na muna haki, museme, muzungumze, lakini mlikuwa mnaambie kuna 1 2 3, na mimi niwaeleze. Najua kunongona si kuzuri, transparent, kila kitu kiletwe mezani. Mimi ni mwanadamu. Hata kuna mwanamke mmoja alikuwa kibabaika alipomwona Mtume, na mwingine pia mwanamume kubabaika. Mtume akamwambia ala rislika ya mraatuni, ala rislika ya rajul, jihurumie, inna ana ibnu mraatin kana taakulu qadid. Mimi ni mtoto wa mwanamke alikuwa kila miskita. Miskita Kiswahili ni ile nyama ambayo yakaushwa alafu yaliwa kidogo kidogo, ndio inaitwa miskita kwetu. Sijui kwa lugha nyingine, lakini kwetu tunaita miskita, ndio kadida Kiarabu. Yani kama kuwatoa ile fikra kwamba mimi si mtukufu hivyo mnavyoitakidi, na nikiwa ni mtukufu sifai kuogopewa hivyo, kwani nyinyi mmeumbwa pia na nyinyi wanadamu. Ndio Mtume akaitoa picha hiyo. Sasa akamwambia Saad waite Answara, akawaita, akawaambia muonaje watu waende na ng'ombe na ngamia na dhahabu, nyinyi Answari, nyinyi watu wa Madina, mrudi na Mtume wenu. Basi wakafurahika sana maswahaba sana wale Answari, wakamwambia radhina bika Rasulullah. Kisha Mtume akamwambia almahya mahyakum wal mamatu mamatukum, mimi nitahuika hapa Madina, yani nitaishi hapa Madina, na kufa kwangu nitakufa hapa Madina, nitazikwa hapa Madina. Kwa hivyo baraka yote itarudi Madina. Kwa hivyo kwani hii ng'ombe, farasi, sijui nini zina thamani gani mbele yangu mimi, yani mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kunongona kuliharibu kwa sababu mwanzo walipata madhambi kwa sababu wamenongona tena umaasiyati rasul, lakini si kosa lao, walikuwa hawajui wakati wa fikra na Mayahudi na Manaswara. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tusipende sana kusengenya, tusipende kunongona, tukieke kila kitu wazi. Hata kama ni babako, hata kama ni mamako, mwambie kwa ndia mzuri, babangu, mbona mimi naona kadha 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 kadha.
Mama yako pia mwambie, mbona mimi naona kadha 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 kadha. Na ukimuona ni dictatorship baba yako ama mama yako ama mwalimu wako, basi mwepuke kwa njia nzuri. Mwepuke kwa njia nzuri bila ya matukano wala kushambuliana. Hicho ni kisa kimoja ambacho tumekitoa, ubaya wa kunong'ona na uzuri wa shafafia, uwazi. Kisha aya nyingine Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, kwani wao wadhania kwamba hatujui siri yao na minongono yao. Hiyo ni aya nyingine. Pia aya nyingine Mola tuambia ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyati rasul wa tanajaw bil birri, kwa lazima mnongone mzungumze siri basi kwa wema na takwa, wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun innaman najwa minash shaitani. Hiyo tumeisoma. Na nyingine ya mwisho tukimalizia, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Hapa tutatoa faida. Mola awaambia maswahaba, kwani masikitika maona unyonge kutoa sadaka mkitaka kunong'ona na mtume? Basi Mungu akawaondoshea. Sasa tumepata picha, tutoe picha 3 ama 4. Ya kwanza ni kwamba asili kunong'ona ni haramu, na haya ndo madhhabi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, jumhuri wengi wasema hivyo. Wengine wamesema ni makruh, kwa sababu makruh ni ile jambo ambalo halina direct affection, ni indirect. Sasa wao wameangalia kifungu hicho wakasema ni makruh, kwa sababu makruh ni ile ambalo la kupelekea katika haramu. Lakini wanazuoni wengi wamesema direct kule kunong'ona ni haramu, ila ikiwa ni mambo haya yalofuatia, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina nas, hiyo ndo yafaa kunong'ona. La pili ni kwamba ikiwa mko zaidi ya mmoja, zaidi ya wawili, mkiwa mko zaidi ya wawili kwenda mbele, ni haramu kunong'ona mkamwacha kando mmoja, ila ikiwa na wao wawili watakaa pamoja. Kwa sababu gani wanazuoni wamesema? Kwa sababu mwanzo la kwanza limewekwa na shetani, kwa hivyo ni vita hapo katika kunong'ona baina ya Mungu na Iblis. La pili, yule mtakaye kumweka kando ama ile grupu ambao mtaiweka kando, kwa sababu pengine ni wao ni jamii mbalimbali hawezi kuzungumza au kuelewana, nyinyi mkao mmekaa chini wakubwa sana, kila mmoja atafikiria pengine pale nasemwa mimi, pale kuna kadhaa, pale kuna hili, pale kuna lile, ama pengine napangiwa njama mimi kudhuriwa. Kwa hivyo kila kitu tukiweke na uwazi. Hakuna kumwogopa mtu, hakuna kuogopa kitu. Mambo yako ya binafsi ya nyumbani fanya kwa siri. Wewe na bibi yako, wewe na bwanako fanyeni kwa siri. Wewe na watoto wako, lakini mambo ya jamii, kwa nini kuzungumza kwa siri? Kwa nini kupanga mambo ya siri? Haya si yako. Na inshallah Taala yatakuja madamu tumeanza na vita, yani general vita va shetani na Mola. Leo tumemalizia hapa kuhusu aya zilotaja kunong'ona. Tumesema ni 10 na pengine kuna na zaidi, lakini hizo tulizitaja ni kama 10 takriban, kuonyesha na kutahadharisha hili jambo. Na tumetoa njia ya wakati gani itakuwa twafaa kunong'ona na mtume. Ile sheria ilikuwa imewekwa kwamba ukitaka kunong'ona na mtume utoe sadaka. Isemekana hata kama hadithi ni dhaifu, hakuna mtu aliwahi kufanya isipokuwa Saidina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Ni kwamba yeye ndo aliwahi kutoa hiyo sadaka, na baada kumaliza tu Saidina Ali bin Abi Talib ikafutwa hiyo aya. Lakini ni hadithi dhaifu, na hatusemi kwamba ni hukumu, bali tu ni katika fadhila na kueleza pia daraja ya Imam Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu wa ardhahu. Na Mwenyezi Mungu atuwafikie, atufungulie masikio na nyoyo na akili, tufuate ile mazuri, tutengeneze jamii yetu. Wakati wa kutengeneza jamii kisaikolojia ni bora zaidi kuliko kutumia nguvu. Kuna ufalme sampuli mbili, wanazuoni wa tasawuf, wanazuoni wa hadithi, wanazuoni wa saikolojia watuambia ufalme sampuli mbili. Kuna mtu yamliku dhahiran, kuna na mtu yamliku batina. Kuna mtu amiliki nyoyo za watu kidhahir, penda taambiwa huyu ni rais, huyu ni mfalme, huyu ni governor, huyu ni chifu, huyu ni DC, huyu ni DO, lakini dhahiran na watu wote wamlani. Na mtume atuambia khairu a'immatikum man tusalluna lahum wa yusalluna lakum, wale viongozi wenu bora ni wale ambao nyinyi mwaombea dua na wao waombea dua, yani mwawapenda na wao wawapenda. Wa sharru a'immatikum man
talanunahum wa yalanunakum. Na wale viongozi wa shari ni wale ambao nyinyi walani na wao wawalani nyinyi. Kwa hivyo viongozi bora ni wale ambao wana uwazi na wafanya mambo kwa maslaha ya umma na sio kunong'ona ambapo kwa haribu. Mwenyezi Mungu atuwafikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.